Kiboko alimkumbatia mke wake, lakini macho yake yaliona ujumbe ulioandikwa kwenye mchanga mbele ya mke wake kwa kutumia fimbo. Game on. Usiku huo, mafichoni mapya maeneo ya Bunju, Dragon, Mosha na Lisa walikuwa wamekaa wakila chakula cha jioni. Habari kwenye TV ilikuwa ikitangaza kifo cha jambazi Sugu Zungu aliyeuawa katika majibizano na polisi. Hakuna aliyetajwa kuhusu kutekwa kwa mke wa Kiboko. Kiboko alificha aibu hiyo. Zungu ameenda, Mosha alisema kwa huzuni kidogo. Alikuwa mwenda wazimu, lakini alikuwa dereva mzuri. Usaliti ni deni ambalo lazima lilipwe kwa damu, Dragon alisema huku akifuta mdomo. Sasa tumebaki watatu. Hii inatupa wepesi. Lisa aliweka ramani mpya mezani, ramani ya jengo kuu la makao makuu ya polisi. Dragon, unataka kufanya nini? Lisa aliuliza, sauti yake ikitetemeka. Hii ni wenda wazimu? Dragon alitabasamu, na mara hii tabasamu lake lilifika machoni. Kiboko alimuua Zungu, hiyo ni sawa, lakini Kiboko anashikilia kitu changu, kitu ambacho nilikiacha miaka 10 iliyopita kwenye chumba cha ushahidi, evidence room, ghorofa ya 3 makao makuu. Kitu gani hicho? Mosha aliuliza. Hard disk, Dragon alijibu. Hard disk yenye ushahidi wa orodha ya vigogo wote wa serikali wanaofanya biashara haramu. Hiyo hard disk ndiyo tiketi yetu ya kuwa watawala wa nchi hii, na tutaingia kuichukua Ijumaa hii. Kuvamia makao makuu ya polisi? Mosha alisimama kwa mshangao. Mkuu, unataka kufa? Hapana. Dragon alisimama na kuchukua bunduki yake. Nataka kuishi milele kama hadithi. Ijumaa, Dar es Salaam itawaka moto ambao haijawahi kuona. Jiji la Dar es Salaam lilikuwa limegubikwa na giza na upepo wa bahari. Lakini usiku huu, giza halikuwa la kawaida. Lilikuwa giza la kabla ya dhoruba. Kituo kikuu cha polisi, Central Police Station, kilisimama kama ngome katikati ya jiji. Hapa ndipo penye moyo wa jeshi la polisi. Kuingia hapa na silaha ni sawa na kujiandikia hukumu ya kifo. Mita 500 kutoka kituoni, kwenye maegesho ya magari ya posta mpya, gari aina ya ambulance chakavu ilikuwa imepaki. Ndani yake, Dragon, Mosha na Lisa walikuwa wanafanya maandalizi ya mwisho. Lisa, uko tayari? Dragon aliuliza huku akivaa vazi la kikosi maalum cha kutibua mabomu, bomb squad. Mfumo wao wa umeme uko mikononi mwangu, Lisa alijibu, vidole vyake vikicheza kwenye keyboard kwa kasi ya ajabu. Nimepandikiza virusi kwenye mfumo wa mawasiliano wa redio za polisi. Kwa dakika 15 zijazo hawataweza kusikilizana vizuri. Mosha, Dragon alimtupia kifaa kizito. Hii ni C4, bomu la plastic. Kazi yako ni moja. Tukiingia ndani, hakikisha njia ya kutoka inabaki wazi. Mkuu, roho mkononi, Mosha alijibu, akivaa helmeti nzito. Saa 3 na dakika 10, ghafla simu za dharura zilianza kuita Central Police. Afande, Kariakoo soko kuu kuna waka moto. Kuna milipuko imesikika. Watu wanakimbia hovyo. Sekunde chache baadaye, ripoti nyingine iliingia. Feri Kigamboni, kuna gari limelipuka kwenye Pantundi. Kiboko akiwa ofisini kwake ghorofa ya 2 Central alisimama. Hali ya hatari ilitangazwa. Magari yote ya doria na vikosi vya kutuliza ghasia FFU viliamriwa kuelekea Kariakoo na feri kudhibiti hali. Hii ni nini? Kiboko alijiuliza akichungulia dirishani. Aliona malori ya polisi yakiondoka kwa kasi, ving'ora vikilia. Kituo kilibaki na askari wa kawaida na walinzi wachache. Huo ulikuwa mchezo wa Dragon. Milipuko hiyo ilisababishwa na mabomu madogo yaliyotegwa kwa remote na Lisa ili kuvuta nguvu kazi ya polisi mbali na kituo kikuu. Gari la ambulance liliingia geti la nyuma ya Central Police kwa kasi likiwa limewasha king'ora. Fungua geti, tuna majeruhi mahututi kutoka feri. Mosha alipiga kelele dirishani akiwa amevalia sare za udaktari zilizoloa damu ya kuku. Mlinzi alifungua geti haraka. Gari liliingia na kuelekea sehemu ya kupokelea maiti au majeruhi.
tuelekee ghorofa ya 3, chumba cha ushahidi. Mara tu walipoegesha sehemu ya giza, Dragon na Mosha walishuka. Walikuwa wamebadilisha nguo ndani ya gari. Sasa walikuwa wamevaa sare za Field Force Unit FFU, nyuso zao zimefunikwa na maski za gesi. Tuelekee ghorofa ya 3, chumba cha ushahidi, Dragon aliamuru. Walitembea kwa mwendo wa kijeshi, wakipishana na askari waliokuwa wanakimbia kuchukua silaha kwenda kwenye tukio la moto. Hakuna aliyewasimamisha. Walionekana kama sehemu ya kikosi. Walifika ghorofa ya 3. Ukanda ulikuwa mtupu isipokuwa askari wawili waliokuwa wamelinda mlango wa chuma ulioandikwa Evidence Room. Dragon alitembea kuwafuata. Afande, tumeagizwa kuhamisha vifaa nyeti kufuatia tishio la bomu jengo hili. Hatujapata taarifa hiyo, askari mmoja alijibu kwa mashaka. Redio zenu mbovu nini? Kamanda ametoa amri sasa hivi, Dragon alifoka. Wakati askari hao wa kutazamana, Dragon na Mosha walichukua hatua. Dragon alimpiga ngumi ya koo iliyomfanya ashindwe kupumua, huku Mosha akimpa taser, shoti ya umeme shingoni. Walinzi walianguka kimya kimya. Lisa alifungua mlango wa kielektroniki kwa mbali. Ting! Waliingia. Chumba kilijaa masanduku ya silaha, dawa za kulevya na nyaraka. Dragon alielekea kwenye kabati la chuma lenye namba siri 001. Alitumia kinyooleo chake bandia aliyokuwa nacho miaka mingi kufungua skana. Kabati lilifunguka. Ndani yake kulikuwa na hard disk nyeusi ndogo. Dragon aliichukua na kutabasamu. Tunayo, twende. Ofisini kwake Kiboko alikuwa anapokea ripoti. Afande, moto wa Kariakoo ni tairi tu zimechomwa, hakuna jengo linaloungua. Feri pia ni fataki zimerushwa. Kiboko aliganda. Mtego. Akili yake ilifanya kazi haraka. Dragon, lengo lake halikuwa Kariakoo. Kituo kikuu. Kiboko alinguruma. Wamevamia hapa. Alichukua bunduki yake aina ya M4 Carbine na kukimbia kutoka ofisini kwake. Kituo kikuu! Wamevamia hapa! Fungeni milango yote! Hakuna kutoka! Alipofika ngazi, aliona walinzi wa chumba cha ushahidi wamelala chini. Fungeni milango yote, hakuna kutoka. Kiboko alibonyeza kitufe cha dharura. King'ora kikali kilianza kulia ndani ya jengo zima. Taa nyekundu ziliwaka. Dragon na Mosha walikuwa wamefika ghorofa ya kwanza wakati milango ya chuma ya kutokea ilipojifunga ghafla. Lockdown. Tumefungiwa, Mosha alipiga kelele. Kiboko alitokea juu ya ngazi akiwa na kikosi cha askari 6 nyuma yake. Dragon, mwisho wako umefika. Weka silaha chini. Dragon, mwisho wako umefika! Dragon hakujibu. Alimvutia Mosha ndani ya ofisi ya karibu na kufunga mlango kwa meza nzito. Risasi zilianza kupenya ukuta wa mbao. Lisa, tufungulie milango ya nyuma, Dragon alipiga kelele kwenye redio. Siwezi Dragon, Kiboko amezima mfumo mkuu, manual override. Lazima mfungue wenyewe kwa mkono. Dragon alimtazama Mosha. Tunahitaji kulipua ukuta. Ukuta? Mkuu, hapa ni ghorofa ya kwanza. Tukilipua ukuta tutatokea barabarani, lakini tutakuwa wazi kwa risasi za nje. Mosha nijibu huku akitetemeka. Hana chaguo. Weka C4 ukutani. Mimi nitawashughulikia hawa wa mlangoni. Mosha alibandika bomu la C4 kwenye ukuta unaotazama barabara ya Sokoine Drive. Dragon alichukua flashbang ama bomu la mwanga na kulirusha ukumbini walikokuwa kina Kiboko. Boom! Mwanga mweupe ulipofoza macho ya askari. Dragon alitoka na kuanza kufyatua risasi kwa ustadi wa hali ya juu, wakiwalazimisha kina Kiboko kurudi nyuma kujificha. Lipua Mosha! Kaboom! Ukuta wa ofisi ulilipuka, vumbi na matofali yakiruka nje barabarani. Tundu kubwa lilipatikana. Mosha na Dragon waliruka kupitia tundu hilo na kutua juu ya paa la gari la polisi lililokuwa limepaki chini. Wako nje! Wako nje! Wako nje! Wako nje! Kiboko alipiga kelele dirishani huku akifyatua risasi. Dragon na Mosha waliringiriki chini kutoka juu ya gari na kuanza kukimbia kuelekea baharini, waterfront. Kiboko alishuka ngazi mbio na kupanda pikipiki ya askari wa trafiki. Alikuwa na hasira ya kichaa.
Aliona kivuli cha Dragon na Mosha wakikimbia kuelekea ufukweni, karibu na kivukoni Front. Leo mtakunywa maji ya bahari, kiboko alinguruma, pikipiki ikipaa. Dragon na Mosha walifika ukingoni mwa bahari. Hakuna boti. Lisa, boti iko wapi? Dragon alifoka. Inakuja, iko mita 100. Nyuma yao kiboko alikuwa amefika. Alisimamisha pikipiki na kuanza kufyatua risasi. Mosha aligeuka kujibu mapigo. Pa! Risasi moja ya kiboko ilimpata Mosha kifuani. Mosha alianguka nyuma, damu ikichuruzika mdomoni. Mosha, Dragon alimshika. Mkuu, nenda. Mosha alikohoa damu, macho yake yakianza kufifia. Boti inakuja, usiache ile disk. Mosha alikata roho. Dragon alimtazama rafiki yake wa mwisho akifa. Hasira ilimpanda, lakini akili yake ilibaki baridi. Boti ndogo, speedboat, iliwasili, ikiendeshwa na Lisa. Kiboko alikuwa anakaribia, akibadilisha magazini ya bunduki yake. Dragon alimbeba Mosha na kumtupia kwenye boti, kisha naye akaruka. Ondoka Lisa, ondoka! Lisa alikanyaga mafuta. Boti iliruka juu ya mawimbi. Kiboko alifika ukingoni, akapiga magoti na kuanza kufyatua risasi mwelelezo kuelekea kwenye boti hiyo iliyokuwa inapotea gizani baharini. Risasi zilipiga maji, lakini hazikuwafikia. Kiboko alitupa bunduki yake chini kwa hasira. Dragon! Saa 4 usiku, kisiwa cha Mbuja. Hapa ndipo walipokimbilia. Ilikuwa kimya, isipokuwa sauti ya mawimbi. Mwili wa Mosha ulikuwa umelazwa kwenye mchanga. Dragon alimzika rafiki yake chini ya mti wa mnazi, akiweka alama ya jiwe. Hakulia. Machozi yalikuwa anasa ambayo jambazi kama yeye hakuwa nayo. Alirudi kwenye boti ambapo Lisa alikuwa anatetemeka kwa baridi na hofu. Dragon alitoa ile hard disk. Kwa ajili ya hii, Moshi na Zungu wamekufa. Alichomeka kwenye kompyuta ya Lisa. Fungua tuone, kuna nini? Lisa alifungua faili. Macho yake yalitoka pima. Dragon, hii siyo orodha ya wafanyabiashara haramu. Ni nini? Ni orodha ya jasusi na hitmen wa serikali wanaofanya kazi kwa siri duniani mkote. Na jina la kwanza kwenye orodha hii, Lisa alimeza mate. Jina la kwanza ni nani? Ni Inspector Kiboko. Jina lake halisi ni Agent K47. Kiboko sio polisi wa kawaida. Ni muuaji aliyepandikizwa kusafisha uchafu wa wakubwa. Dragon alicheka kicheko cha uchungu. Kumbe, Kiboko ndiye jambazi mkubwa kuliko sisi wote. Sisi tunaiba pesa, yeye anaiba roho kwa amri ya serikali. Ghafla, simu ya Dragon iliyokuwa imezimwa muda wote iliwaka yenyewe. Ujumbe uliingia. Karibu kwenye level ya 2 Dragon. Umefaulu mtihani. Hii hard disk ilikuwa ni usaili, interview. Sasa unafanya kazi na sisi. Ukikataa, Kiboko atakuja kumalizia kazi. Ukikubali, Kiboko atakuwa chini yako. The Director. Dragon alimtazama Lisa. Mchezo ulikuwa umebadilika. Hawakuwa tena wezi wa benki. Walikuwa wameingia kwenye ulimwengu wa kivuli, Deep State. Dragon alichukua simu na kuandika jibu moja tu. Nakubali, lakini nataka kichwa cha Kiboko. Mwisho.